Karibu sana kwenye tetesi za soka barani Ulaya. Leo ni siku ya 15 ya mwezi wa 6 2026. Karibu sana tuweze kufahamu nini ambacho kimejiri huko kunako tetesi za soka Ulaya, na kubwa zaidi Arsenal tunaambiwa na Liverpool vitani kwa Bouadi. Nani huyu? Twende sambamba. Mimi ni Ali Swale Mshana na hii ni Talent Media. Klabu ya Arsenal wameripotiwa kuanza mazungumzo ya kumsajili kiungo Ayoub Bouadi mwenye umri wa miaka 18 ambaye alisaidia Morocco kupata sare ya 1-1 dhidi ya Brazil katika mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka 2026. Sasa taarifa hii ili uweze kuisoma kiundani zaidi, Times wameweza kuripoti hapo, lakini Liverpool pia tunaambiwa wanaendelea kufanya mazungumzo kuhusu Bouadi, huko Chelsea na Paris Saint-Germain wakimfuatilia mchezaji huyo ambaye anaweza kugharimu angalau euro milioni 60. Team Talk, babe wetu hawa taarifa za michezo na Talk Sport wameweza kuripoti kiundani zaidi. Tukielekea hadi kule Ujerumani, klabu ya Bayern Munich wanaweza kukumbana na ushindani katika juhudi zao za kumsajili mshambuliaji wa PSV Eindhoven Ismail Saibari mwenye umri wa miaka 25 kutokana na bao lake dhidi ya Brazil kwenye kombe la dunia ambalo linaweza kuongeza thamani yake zaidi. Bild umeweza kutupa undani wa taarifa hiyo. Sasa beki wa Brighton Jan Paul van Heek mwenye umri wa miaka 26 amesema ataamua mustakabali wake baada ya kombe la dunia kufuatia Tottenham kukataa ofa 2 zilizowasilishwa kwa ajili ya mchezaji huyo wa Uholanzi. Sky Sport wameweza kutupa undani wa taarifa hizo. Tukielekea hadi kunako klabu ya Manchester City, tunaambiwa klabu hiyo wameweka macho yao kwa beki wakati wa Everton Jarrad Branwhite mwenye umri wa miaka 23 kama badala wa John Stones mwenye umri wa miaka 32, lakini Everton wanataka euro milioni 70 kwa beki huyo wa England. Football Insider ameweza kutupa undani wa taarifa hiyo. Sasa Roma wanajiandaa kutoa ofa ya euro milioni 35 kwa kiungo mshambuliaji wa England Mason Greenwood mwenye umri wa miaka 24 na kujumuisha kipengele cha mauzo ya baadaye ili kuishawishi Marseille kukubali dau hilo. Corriere dello Sport wameweza kutupa undani wa taarifa hiyo. Kiungo wa Brazil Ederson alipangwa kufanyiwa vipimo vya afya Jumapili, ikiwa hatua za mwisho kamilisha uhamisho wake kwenda Manchester United kutoka Atalanta. Corriere dello Sport pia wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Bana, Manchester United wako serious sana kwenye hili swala la usajili. Ukiwagusa Manchester United wana serious kwa kiasi fulani, unatazama unaona yes, jamaa wameamua. Ederson pia. Kwingineko, Bazouma Toure amekuwa mmoja wa wachezaji wanaosakwa sana katika soko la uhamisho la Ulaya, huku Liverpool wakiongoza Manchester United katika kinyang'anyiro cha kumnasa winga huyo wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 20. Team Talk inaweza pia kutoa undani wa taarifa hizo. Mshambuliaji huyo anayetumia mguu wa kushoto alijiunga na TSG Hoffenheim kutoka Hammarby msimu wa baridi wa mwaka 2025 na amefurahia msimu mzuri wa Bundesliga. Kiasi cha Toure ya kusisimua chenga kali na ustadi wa ubunifu umefanya kuwa shabaha kuu watia kushindwa kwa Hoffenheim kupata soka ya ligi ya mabingwa. Namna hiyo. Lakini Liverpool na Arsenal wote wanavutiwa sana na winga wa kushoto wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola, na ripota anayeheshimika sana hapa namzungumzia Fabrizio Romano amepuuza dokezo kwamba anaweza kuhama msimu huu wa joto, ambapo mchezaji huyo sasa mwenye umri wa miaka 23 ni mmoja wa wachezaji waliovutia zaidi PSG na amefunga mabao 39 na kusaidia 37 katika mechi 152 tangu ajiunge na mabingwa hao wa Ulaya kwa mkataba wa thamani ya euro milioni 45 mwaka 2023. Sasa kupitia Team Talk imeweza kufichua
mwezi uliopita, jinsi Liverpool walivyomchagua Barcola kama mrithi anatarajiwa na wa kuchukua nafasi ya Mo Salah pamoja na nyota wa RB Leipzig Ian Diomande. Manchester United wamepata pigo katika harakati zao za kumleta Miles Lewis Skelly Old Trafford, kulingana na ripoti, huku Team Talk ikifichua kwamba msimamo wa Arsenal wa kumuuza chipukizi huyo msimu huu wa joto imekaje. Moja ya maeneo ambayo Manchester United wanataka kuimarisha, moja kati ya maeneo ambayo Manchester United wanataka kuimarisha ni kwenye dirisha la usajili la majira ya kiangazi, ni katika ile nafasi ya kushoto. Mdau wetu ndani pia ameweza kutupenyezea kuhusiana na Manchester United kwamba wanataka kumsajili Lewis Hall kutoka Newcastle United. Sasa kwa mujibu wa habari, Arsenal wamemtambua nyota wa Juventus Kenan Yildiz kama lengo lao la ndoto msimu huu wa joto, huku dili lingine likiwa kusonga mbele. Katika wiki za hivi karibuni imekuwa wazi kwamba The Gunners wataweka kipaumbele kuimarisha safu yao ya ushambuliaji katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Arsenal tayari ina kikosi kilichopangwa, lakini kuna nafasi ya kuimarika katika idara ya winga ya kushoto na washambuliaji, huku Yildiz akiwa miongoni mwa wanaohusishwa na kuhamia Emirates. Manchester United tunaambiwa itakuwa na tatizo kukubaliana na masuala ya kibinafsi na Matheus Fernandes, huku ripoti ikibainisha ni nani anayewezekana kuwa mchezaji wa tatu kusajiliwa katika safu ya kiungo. Manchester United tunaambiwa wamemnunua Ederson kwa njia ya Atalanta, lakini biashara yao katika safu ya kati haitaishia hapo. Angalau mmoja na zaidi, pengine wawili zaidi watafika sanjari na Casemiro kuondoka kupitia wakala huria anayeelekea Inter Miami na Manuel Ugarte akiuzwa. Sasa Arsenal tunaambiwa wameongeza thamani yao ya nyota wa Club Rouge Christian Solis, huku taarifa ikifichua kwamba mchezaji huyo wa kimataifa wa Ugiriki ana hamu ya mpango mwingine katika soka la Uingereza baada ya kujenga upya heshima yake barani humo. The Gunners miongoni mwa idadi inaongezeka ya vilabu vya ligi ya Premier vinavyomfuatilia winga huyo mwenye umri wa miaka 24 ambaye amejiridhisha kuwa mmoja wa wachezaji wa washambuliaji wenye tija barani Ulaya katika misimu miwili iliyopita. Tumalize na taarifa kutoka pale Liverpool, ambapo tunaambiwa vyanzo viwili vya juu vimedokeza kuwa Liverpool sasa wanaweza kukamilisha usajili wa winga wawili ambao utampa Andoni Iraola safu ya ushambuliaji bora zaidi kwenye Premier League. Iraola amesaini mkataba wa miaka miwili Anfield, na matarajio ni timu ambayo ilishinda ligi ya Premier msimu mmoja kabla ya mwisho inaweza kushinda tena ikiwa na wachezaji wachache waliosajiliwa. Winga wapya wanatakiwa, huku Mohamed Salah akiondoka, Federico Chiesa akitaka nje, na Cody anaitwa Gakpo akiwa na nafasi za kuondoka. Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya leo, ikiwa ni siku ya 15 mwezi wa 6 2026. Mimi ni Ali Swaleh Mshana na hii ni Talent Media. Asante na kwaheri.